Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi. Tunaendelea mbele na taarifa ya habari. Na sasa huu ni wasaa wa habari za biashara. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kiwanda cha mbolea mkoani Dodoma chenye thamani ya dola bilioni 180, huku kikiwa ni kiwanda kikubwa Afrika Mashariki kitakachohudumia ndani na nje ya nchi pamoja na kuzalisha ajira na kuongeza pato la taifa. Mwandishi wetu Leonard Mwacha ana taarifa zaidi. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuzinduliwa Juni 28 mwaka huu na kufanya idadi ya viwanda vya mbolea kuwa viwili, jambo litakalopunguza gharama za kuagiza mbolea nje ya nchi, kuongeza ajira na pato la taifa, huku mkurugenzi wa kiwanda hicho akimshukuru Rais Samia kwa kuvutia uwekezaji. Hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea, lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uwekezaji wake ni dola milioni 180 lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshaanza kupata mahitaji kutoka nchi zinazotuzunguka. Kama Kenya, nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania. Mheshimiwa Rais aliweza kuvuta uwekezaji na kuweza kuhamasisha huu uwekezaji kuanzia ujenzi, na hatimaye tarehe 28 mwezi wa 6 atazindua rasmi kiwanda hicho. Katika kuendeleza mapinduzi ya kilimo nchini, serikali ya awamu ya 4 kupitia Wizara ya Kilimo inatarajia kukamilisha ramani ya afya ya udongo kwa nchi nzima ili kubainisha mahitaji sahihi ya mkulima kulingana na aina ya udongo. Serikali sasa hivi inakamilisha upimaji wa afya ya udongo. Teknolojia walionayo wao itatufanya sisi kama nchi, ukitaka kuzalishiwa mbolea ya nzega, utazalishiwa mbolea kutokana na formulation ya product yako, zao lako, na ni kwa ajili ya nzega. Mpango wetu kama serikali, mwaka huu tumebakisha mikoa michache kukamilisha mikoa yote 26 kuwa na ramani ya afya ya udongo na taswira ya afya ya udongo kwa nchi nzima. Serikali inayoongozwa na Dr. Samia imetoa fedha na hilo zoezi linaendelea. Mpaka sasa kiwanda hicho kimeajiri zaidi ya wafanyakazi 1800 wa moja kwa moja, huku kikiwa na uwezo wa tani milioni 1. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Mahusiano mazuri kati ya serikali ya Tanzania na mataifa mengine yameendelea kuzaa matunda mazuri kwa wananchi wa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tanga baada ya wafugaji kuuza zaidi ya mifugo 7,000 kwa taasisi ya Islamic Help yenye makao yake makuu nchini Uingereza kwa ajili ya sadaka ya siku kuu ya Eid al-Adha iliyomalizika hivi karibuni. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi ana ripoti. Akizungumza wakati wa hitimisho la zoezi la uchinjaji wa mifugo hiyo lililofanyika kwenye mtaa wa Kilimila Ng'ombe uliopo nje kidogo ya mji wa Handeni, ikiwa ni siku chache baada ya kumalizika kwa sikukuu ya Eid al-Haji, mratibu wa taasisi ya Islamic Help mkoa wa Tanga Habibu Mbota amesema, kwanza kabisa tunachukua nafasi ya kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ushirikiano wake mwema na wadau wa maendeleo ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania tunayaona matunda. Leo hii unaiona UK inasaidia Watanzania, lakini unaona nchi mbalimbali wanawasaidia Watanzania katika mahitajio muhimu. Haya ni malengo mema ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Katika mkoa wa Tanga, idadi ya ng'ombe zilizochinjwa ni takriban ng'ombe 7,500 na mbuzi na kondoo 430. Baadhi ya viongozi wa taasisi ya Islamic Help wa ndani na nje ya nchi wameshukuru serikali ya Tanzania pamoja na wananchi hasa wa mkoa wa Tanga kwa kufanikisha zoezi hilo na lengo la zoezi hilo hasa wakati wa sikukuu ya Eid al-Haji iliyomalizika hivi karibuni. And we also thank all the security department of the country which has enabled us to do Qurbani in like over 100 villages. We have done this Qurbani, 7,500 cows, and more importantly at the end I want to thank the people of Tanga with a lot of humbleness, with the patience. They have accepted this Qurbani, and all this work is done by the people themselves. This is their Qurbani, they accept it, and we are very, very grateful
to the kind people of Tanzania, to the very humble people. The reason why we are performing Qurbani here, we are following in the footsteps of our beloved Prophet Ibrahim alayhi salam, and we have to do this as Muslims. It's our duty, it's incumbent upon us to provide meat annually to villagers, to poor people. So it's been an absolute honour to fulfil the duties of Sharia law, following in the footsteps of our beloved Prophet Ibrahim, like I mentioned, and he did this, and we are following in his footsteps and feeding as many villagers as we possibly can in remote areas like we are here today. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10+. Mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Tanzania, Shigeki Komatsubara, amefanya ziara maalum ya kikazi katika mkoa wa Njombe akilenga kuangazia fursa za maendeleo kupitia viwanda na uongezaji thamani wa mazao ya kilimo, hususan katika zao la parachichi, chai na rasilimali za misitu, ambapo ameahidi kuendelea kushirikiana na serikali ya mkoa wa Njombe kwenye eneo la wajasiriamali wadogo pamoja na teknolojia viwanda vidogo. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe inafafanua. Katika ziara yake ya kutembelea fursa zinazopatikana ndani ya mkoa wa Njombe kwenye sekta ya kilimo, ikiwemo matunda ya parachichi, chai na mazao ya misitu yanayoongezwa thamani, mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania Komatsubara amesema mkoa wa Njombe unazo fursa nyingi za kiuchumi zinazopaswa kutumiwa vyema kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Discuss bright future for Tanzania waiting for us. Economy doubling in 10 years. Population reaching 100 million in 12-30 years. You become middle income. And then if we could work together to really create green economy, green-driven economy. Njombe stays green. But then we create jobs, we create good materials, we create prestige, becomes famous in Tanzania, in Africa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ameahidi uongozi wa mkoa wa Njombe utashirikiana kwa karibu na UNDP katika kuhakikisha wajasiriamali wadogo pamoja na vijana wananufaika na fursa zilizopo. Tunahitaji tufanye kazi kwa ukaribu na UNDP ili tuweze kujenga kwanza uwezo wa wazalishaji wetu, lakini pili teknolojia kwenye uzalishaji ili tuongeze thamani ya kila ambacho kinazalishwa na wananchi wetu. Tukiongeza thamani, maana yake ni kwamba tunaondoa kwenye hasara, na ndio mpango wa serikali na hata ilani ambayo imezinduliwa juzi 25-30 na kwenye dira ya taifa ya 25-50 ni kuwa na nchi ambayo tutaongeza thamani mazao yetu ya kilimo kwa kuwekeza kwenye viwanda vidogo. Aidha, Mtaka amesema mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania amevutiwa na uwepo wa Ziwa Nyasa katika wilaya ya Ludewa, hali ambayo amesema inaweza kuwa chachu kukuza fursa za kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo kwenye ufugaji wa samaki. Na upande wetu sisi kwenye upande wa Ziwa Nyasa, mtaona watu wa Ludewa wameanza program za ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba, lakini tunahitaji pia kwenye miradi ya umwagiliaji upande wa Ludewa ya maeneo ya Manda waweze kutumia maji ya Ziwa Nyasa kwa ajili ya miradi ya umwagiliaji. Kutoka mkoani Njombe ni Michael Patrick, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inayotutamatishia upande wa habari za biashara. Michezo na burudani hivi punde itafuata. Endelea kusalia nasi.